Karibu Tabora, karibu Toronto. Tunamshukuru Mungu sana sisi kama kamati ya maandalizi ya Dayosisi mpya ya Kahama kwa hatua ambayo tumefikia mpaka sasa, na hasa ukusanyaji wa fedha kutoka katika parishi 18 ambazo zinaunda Dayosisi tarajiwa ya Kahama. Tunaona moyo wa kujitoa kutoka kwa wachungaji, lakini Wakristo ambao wanapokea matangazo na maelekezo kutoka kwa wachungaji. Leo tumekutana tena kwa kikao na kutathmini shughuli ambazo tumekwisha fanya, lakini kazi ambazo ziko mbele yetu na namna ya kupata fedha ya kuzitekeleza kazi hizo. Tunaomba Mungu awabariki sana Wakristo hawa wema ambao wanaendelea kujitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Lakini kipekee tunataka kuwapongeza sana Kanisa Anglikana Mtakatifu Paulo parishi ya Kahama kwa juhudi yao ya kujenga kanisa kuu tarajiwa. Kama ambavyo unaliona, kazi ya upauaji ambayo inaendelea sasa ni kazi ngumu, kazi ambayo inahitaji moyo na uvumilivu, lakini wameweza kuifanya. Tulikuwa nazungumza na Kanoni Hezron Yuba ni namna gani ambavyo wanafanikisha kufanya jambo kama hili. Wanasema wanajenga kwa imani tu. Wakati mwingine wanakuwa hawana fedha, lakini wanaruhusu fundi aendelee na kazi wakati wao wanatafuta njia ya kuzitafuta. Na sisi kama kamati ya maandalizi ya Dayosisi ya Kahama tumeona tusinyamaze kimya. Wajumbe leo wamejitoa, watu wameahidi kuweza kushiriki kwenye harambee ya kutafuta fedha ya kupaua kanisa hili ambayo itafanyika tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni maombi yangu sasa kila mtu ambaye atafikiwa na mwaliko wa kuja kushiriki harambee hii, iwe ni katika Dayosisi tarajiwa ya Kahama au katika dayosisi yote ya Tabora, basi awe tayari kusaidia. Na tunampongeza Daktari Elias Chekwewa, baba askofu wa Dayosisi ya Tabora, ambaye ameona ni jambo jema kushirikiana pamoja na kamati ya ujenzi ya kanisa hapa Kahama kwa kuwatafutia mgeni rasmi ambaye atakuja kuweza kushiriki katika harambee hiyo ambayo bila shaka italeta manufaa makubwa sana. Kwa majina naitwa mchungaji Kanoni Hezron Yuba Kaziri, ni mchungaji katika parishi ya Kahama, lakini pia ni rudini katika dinari ya Kahama. Kazi kubwa tulionayo sasa katika kanisa letu ni ujenzi wa kanisa, na kwa kweli hatua ambayo tumefikia sasa ni hatua ya kutafuta fedha kwa ajili ya kupaua kanisa. Na ukiangalia kazi iko mbele yetu na inaonekana tuko tunapandisha chuma, lakini namna tunajipata fedha, kusema ukweli, tunachangishana waumini sisi kwa sisi kila Jumapili, lakini tumekuwa na harambee mbalimbali ambazo tumekuwa tukifanya sisi. Tumefungua mkoba, tunakuwa tunachangia kidogo kidogo, lakini pia kwa kushirikiana na dayosisi. Baba askofu amekuwa akiwa mstari wa mbele kwa kuhamasisha, lakini pia tumekuwa tukimwalika na yeye akiwa mstari wa mbele kuja kuchangia na kuhamasisha ujenzi. Na mwaka huu tarehe 28 mwezi wa 6 tutakuwa na harambee kubwa ambayo imeandaliwa na baba askofu, na amemtafuta mgeni rasmi Mheshimiwa Anthony Mavunde, waziri wa madini, ndiye atakayekuwa mgeni rasmi wetu katika harambee hiyo. Na tuna imani kubwa kwamba mara baada ya harambee hiyo, kazi kubwa ambayo iko mbele yetu itakuwa ni kutafuta fedha kwa ajili ya mabati. Kwa hiyo ni waalike waumini wote wa Mtakatifu Paulo, lakini waumini wote wa Dayosisi ya Tabora na hata nje ya Dayosisi ya Tabora, watu wote wenye mapenzi mema na kazi ya Bwana waweze kutuunga mkono na kutusapoti katika kazi hii kubwa ambayo inaendelea mbele yetu ya ujenzi wa kanisa kwa ajili ya upauaji. Kanisa hili tunalijenga kwa kutumia michango ya waumini, na mpaka sasa tulikofikia tuko kwenye hatua ya upauaji. Tumejenga kufika kwenye upauaji hasa kwenye chuma, takriban milioni 70 zimekamilika, lakini tunahitaji upande wa bati na fundi na vibarua na wengine na vifaa vingine vya kuweka kama milioni 80 tunadaiwa, ambavyo kanisa kushirikiana wachungaji na waumini na askofu kama kiongozi wetu tumeshauriwa tufanye harambee kwa niaba ya kupata milioni 80 ambayo itasaidia kupata mabati, ambayo mabati yanakuwa takriban milioni 54, na hela ya fundi milioni kama 16, na misumari na vitu vinginevyo ambavyo tutakamilisha milioni 80. Kwa hiyo kwa sasa tuna deni hilo la kudaiwa milioni 80 kwa niaba ya kukamilisha jengo hilo. Kanisa hili linajengwa kwa kiwango kizuri ambacho kinatumia injinia ambaye amepitia shule, amesoma na kiwango, na nihakikishie kwamba ghorofa hili liko imara, lina resho nzuri kuanzia kwenye bimu msingi mpaka kufika huko juu kwenye mabati. Furaha wa Kristo ni kwamba watafurahi kwa sababu wanakosalia sasa hivi kanisa limewabana.
kiasi kwamba watakuwa na uhuru wa kujinafasi, yaani watakuwa na uhuru wa kukaa kila sehemu ambapo panaona kwamba panafaa kukalika. Kwa hiyo itakapomalizika jengo hili, ndio maana wanatoa michango. Kwa sababu gani? Walimalize kwa haraka ili waweze kupata nafasi ya kutosha. Karibu Tabora, karibu Toronto.